Kwa mara nyingine tena, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Iran, Marekani na Israel baada ya kutoa onyo kali kwa rais wa Marekani Donald Trump, akimtaka kutekeleza kikamilifu masharti ya makubaliano ya maelewano ya Islamabad, akidai kuwa makubaliano hayo yanailazimisha Washington kuhakikisha Israel haisababishi tena vitisho vya kijeshi dhidi ya Iran. Akizungumza kupitia ujumbe wake aliyouchapisha kwenye mtandao wa X, Araghchi alisema masharti ya makubaliano hayo yako wazi na anaweza kusomwa na kila mtu, akisema kuwa Marekani ilijitolea kuhakikisha uhasama unakoma na kwamba Trump ana wajibu wa kuizuia Israel kuchukua hatua zozote zinazoweza kuvuruga makubaliano hayo. Katika lugha kali ya kisiasa, Araghchi alishutumu Israel kwa kuitaja kama mshirika anayepaswa kudhibitiwa na Washington, akisema iwapo Israel itapuuza makubaliano hayo na kuendelea kutoa vitisho dhidi ya Iran, basi Iran itajibu kwa nguvu na bila kusita. Araghchi alisema kuwa Iran haitaruhusu usalama wa wananchi wake wala viongozi wake kutishiwa. Alionya kwamba tishio lolote litakalotekelezwa kwa taifa hilo, hasa dhidi ya viongozi wa juu wa Iran, litakabiliwa na jibu la haraka na lenye nguvu. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Iran bado iko katika hali ya tahadhari kubwa licha juhudi zinazoendelea za kidiplomasia kati yake na Marekani. Matamshi hayo yamekuja kufuatia kauli zilizotolewa siku ya Jumatatu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz wakati wa mkutano na waandishi wa habari wanaofuatilia shughuli za kijeshi za Israel. Katz alisema kuwa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, ambaye alichukua nafasi ya uongozi wa kipindi cha vita, bado yuko kwenye orodha ya walengwa wa Israel na kwamba tishio dhidi yake halijaondolewa. Kauli hiyo imechukuliwa na Iran kama ishara kwamba Israel bado inaendelea kufikiria hatua za kijeshi dhidi ya viongozi wake wa juu. Mbali na hilo, Katz alishutumu Iran kwa kutumia mazungumzo yake na Marekani kama njia ya kutafuta nafuu na kupata masharti yenye manufaa zaidi, huku ikiendelea kulinda mpango wake wa nyuklia. Alisema kuwa Israel haitabadilisha msimamo wake wa msingi wa kuzuia Iran kumiliki silaha za nyuklia, akisema kuwa ikiwa makubaliano yoyote ya kidiplomasia yatahakikisha kwa uhakika kwamba Iran haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia, basi Israel itayakaribisha. Hata hivyo, alionya kuwa iwapo makubaliano hayo hayatatoa uhakika huo, Israel itaendelea kuchukua hatua zote inazoona zinafaa kulinda usalama wake wa taifa. Makubaliano ya maelewano ya Islamabad yalitangazwa kwa lengo la kupunguza mvutano uliokuwa umeongezeka kati ya Iran na Marekani pamoja na washirika wao, yakieleza kuwa pande zote zitafanya kazi ya kusitisha uhasama katika maeneo yote ya mapambano na kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia. Marekani imekuwa ikisema kuwa inalenga kufanikisha usitishaji wa mapigano wa kikanda na kupata suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo badala ya vita. Hata hivyo, serikali ya Israel imeweka wazi kuwa haikushiriki katika kusaini makubaliano hayo na kwa hiyo haifungwi kisheria wala kisiasa na masharti yake. Maafisa wa Israel wameendelea kusema kuwa jukumu lao la kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia litaendelea bila kujali makubaliano yoyote yatakayofikiwa kati ya Washington na Tehran. Kwa mtazamo wa Israel, usalama wa taifa lake unabaki kwa kipaumbele cha juu kuliko makubaliano yoyote ya kidiplomasia ambayo haikushiriki kuyajadili. Kauli za Araghchi zinaonyesha wazi kwamba Iran sasa inataka Marekani ibebe wajibu mkubwa zaidi wa kuhakikisha mshirika wake wa karibu Israel afanye operesheni za kijeshi ambazo zinaweza kuvuruga mazungumzo yanayoendelea. Tehran inaamini kuwa ikiwa Washington imejitolea kutafuta suluhisho la kidiplomasia, basi inapaswa pia kuhakikisha washirika wake wanaheshimu mazingira hayo ya mazungumzo. Kwa upande mwingine, tofauti za msimamo kati ya Marekani na Israel zinaendelea kujitokeza hadharani.
wakati utawala wa Trump unaonyesha nia ya kuendelea na mazungumzo na Iran ili kufikia makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia na kupunguza mvutano wa kikanda. Viongozi wa Israel wanaendelea kusema kuwa hawataacha kutumia uwezo wao wa kijeshi ikiwa wataona Iran inaendelea kusonga mbele na shughuli zinazohusiana na silaha za nyuklia. Wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa mzozo huu wa maneno unaweza kuongeza hali ya kutoaminiana kati ya pande zote katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea. Wanaonya kuwa ikiwa kauli za vitisho zitaendelea kuongezeka au zikageuka kuwa hatua za kijeshi, kuna hatari ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha uhasama na kurejea kwa mzozo mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaweza kuathiri pia mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na utulivu wa eneo zima. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.